Mechi kubwa ambayo itakuwa ni ya fainali ya kombe la muungano la mwaka huu 2026. Fainali hiyo kwa mwaka huu imeshirikisha timu zetu kubwa ambazo kwa kweli mara nyingi zinatuwakilisha kwenye mashindano ya kimataifa AFCON na maeneo mengine, kwa maana ya timu ya Simba Sports Club ya Dar es Salaam, lakini na Young Africans nayo ya Dar es Salaam na watakaocheza fainali kesho tarehe 29 kama nilivyosema, saa 2 na dakika 15 ndio mechi itaanza. Kwa hiyo ni mechi kubwa, wote tunaelewa, Watanzania, watu wa Afrika Mashariki, watu wengi tunaelewa kwamba hii ni dabi kubwa kwa Afrika, nafikiri ina nafasi kubwa. Tutakuwa na mechi ambayo ni kubwa sana, na tunajua wananchi watakuja wengi, na tunategemea viongozi wetu wa serikali pia watakuwepo pale, sababu ni fainali za heshima ya nchi yetu, kombe la mapinduzi la muungano, kombe la muungano ambalo linaonyesha muungano wetu, muungano wa nchi zetu hizi na kuunda nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni kombe ambalo lina umuhimu kwa maana kiuzalendo, lakini lina umuhimu timu zenyewe zinazocheza pia ni kubwa. Kwa hiyo nimeona ni vizuri tuongee, tuna wananchi tuwajulishe kwamba mechi hii tunataka wananchi wafike kwa wingi kwa ajili ya kuonyesha umuhimu wa muungano wetu, uheshimu, lakini pia ni timu zetu kubwa zile tuangalie, na zinacheza muda mfupi kabla hawajaenda tena kucheza tarehe 3. Kwa hiyo ni mechi ya kutaka kuona hizi timu zikoje. Kwa hiyo wananchi ni wito wangu ni kwamba waje wa kutosha. Sasa kwa sababu ni wananchi watakuwa wengi, tunashauri waje mapema kwa sababu mpira una mechi inaanza saa 2 na dakika 15. Kwa hiyo tunategemea kuanzia saa 10 wananchi waanze kufika pale, ili waingie mapema, waingie taratibu, lakini wajitahidi pia kupata tiketi. Katika hizi mechi kubwa hivi kunakuwa na watu ambao wanauza tiketi. Kwa hiyo ni watahadharisha wananchi kwamba waende kununua tiketi maeneo ambayo yatatajwa na vilabu hivyo viwili, lakini FF na ZFF na wao pia wana wajibu wa kuwasaidia wananchi kujua wapi pa kununua. Najua leo mtapata taarifa hizo na zitawafika wananchi vizuri, lakini kuna vituo maalum vya kununua, wanunue kule, wanunue kwa watu ambao wamefikishwa. Lakini lingine ni vibaka. Najua vibaka hasa wa Dar es Salaam wana tamaa, wanapenda kupanda boti la usiku lile. Tutaanza operation, tutaanzia kule alfajiri kesho. Wanapenda, kwa hiyo niwaambie tu wale walio kule Dar es Salaam ambao wanataka kuja huko kwa ajili ya kuiba, wametoka Dar es Salaam, wametoka mikoa mikubwa ile ya bara kule, watu ambao ni wezi na wezi wengine hapa kwetu Zanzibar. Nadhani wahakikishe kwamba tutakuwa tumejipanga vizuri. Kwa hiyo wanaokuja kwa boti ile meli kubwa ya usiku, wanaoingia alfajiri saa 11, tutaanza kufuatilia kuanzia pale. Kwa hiyo ndio tutaifuatilia, tutaangalia mpira kesho kwa sababu ni mechi ya heshima ya nchi, ni muungano. Waangalie vizuri mpira ule bila kufanyiwa dhuluma yote, kujua kitu. Kwa hiyo tutaweka askari waliovaa kiraia wengi. Askari wa uniform watakuwa wengi, lakini waliovaa nguo kiraia watakuwa wengi. Lengo la kung'amua na kubaini ni watu gani wanaotaka kuiba. Kwa hiyo ni washauri kwa kweli, wajitahidi watu, kama ana tamaa na nini asifanye kwenye mechi, ataumia, atamletea madhara. Lakini eneo la pili ni eneo la usafiri. Barabara zetu nyingi zinajengwa. Kwa hiyo ni wataka wananchi wajitahidi kutumia usafiri wa umma. Jitahidi sana kutumia usafiri wa umma ili tusizijaze barabara. Najua kuanzia saa 7 kesho barabara nyingi zitajaa kutoka kusini, kaskazini, kutoka bandarini kwenda kule. Kwa hiyo mimi nashauri kabisa, kama una gari lako lipaki mahali, liache, panda mabasi haya ya umma, nenda kwenye uwanja, ukimaliza rudi. Lakini pia niwatake watu watumie magari ambayo kama ni kubeba watu, watumike magari yale ambayo yamesajiliwa. Usitumie feri, madhara ni makubwa. Sasa hivi kuna mvua, kuna nini, gari inaweza kupata ajali alafu wananchi wakakosa haki zao. Kwa hiyo tutumie magari yaliyosajiliwa, na tutakuwa na askari wa kutosha barabarani kwa ajili ya kuhakikisha hilo linatekelezeka. Kwa ujumla niseme tu kwamba hii mechi ni muhimu, tunataka watu waende wengi, watu waende wakashangilie, sio kufanya fujo. Waingie washangilie, sio zile mechi za kutaka kuleta vurugu. Hii ni heshima, ni muungano. Kwa hiyo wajue pia udabi ndio, lakini udabi wake una heshima kubwa zaidi kwa sababu ni swala la muungano. Sio swala la ushabiki, hili ni swala la kusherehekea. Ni sherehe, ni furaha kwa kila watu. Kwa hiyo hakuna sababu ya kwenda pale na kufanyana fujo, vurugu, kwamba wewe ni Yanga, wewe ni Simba. Tunakuwa wote wa Tanzania pale. Kwa hiyo tofauti zetu zile ziondoke, watu washangilie tu kwa furaha kwa kuona mchezaji amecheza vizuri, mechi imeenda vizuri.
na hivyo tusifike viwango vya fujo vya kuleta uchochezi na kuleta mafarakano pale. Tumia lugha za kejeli, ile ni sherehe, lugha za kuonyesha kwamba watu wanafurahi maisha. Baada ya kusema hayo, niendelee kuwakaribisha wananchi. Kweli nitashukuru kama watapata ujumbe huu, ni ujumbe muhimu wa upate